Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Kwanza nitoe pole kwa familia kabisa kwa msiba huu mkubwa, lakini na Watanzania kwa ujumla. Charles Hilary alikuwa ni ile Waingereza wanaita household name, yani ile jina ambalo popote ukilitaja wanalifahamu. Sisi wengine tokea tukiwa wadogo tunasoma, kwa kweli tunamsikia akitangaza. Alikuwa na vipaji vingi, kwa mfano kipaji cha sauti ya utangazaji, lakini kipaji cha kutangaza mpira. Lakini alikuwa ni mzalendo. Hata alipokwenda kufanya kazi katika vile vyombo vya habari vya magharibi, BBC, Deutsche Welle, bado naona kabisa ule uzalendo upo. Na aliporejea tuliendelea. Uzuri mimi mwanzoni nilivyoajiriwa hapa, nilipokwenda RTD ndo sehemu ya kwanza niliomba. Nilikutana na yeye na marehemu Nyaisanga, wakanipokea vizuri sana, wakanielekeza, na baadaye nikapata kazi nyingine. Lakini kuna wakati tena nilienda Radio 1, walikuwa wanatafuta watu, inataka kuanzishwa. Nilifanya pale kwa kama wiki mbili, ilikuwa ni mafunzo tunapitia, na alikuwepo, tulikuwa pamoja. Kwa hiyo baadaye tuliendelea kuonana, na mpaka mara ya mwisho akiwa Zanzibar, mkurugenzi wa mawasiliano ya Ikulu pale. Tumeshafanya mahojiano na TBC. Mimi nimeshafanya mahojiano na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Alikuwa wa msaada sana kwenye mawasiliano na kupanga hayo. Kwa hiyo tulikuwa tunawasiliana, na tumuombee kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hayo ni mapenzi yake. Lakini tutasherehekea pia yale yote ambayo Charles aliyafanya, ambayo tunajivuna sisi kama katika sekta ya habari, ambayo tunajivuna. Na kuna wakati watu wanasahau, aliwahi kuwa pia mkurugenzi wa Radio 1. Aliwahi kuwa mkurugenzi wa Radio 1, nafikiri kabla hajaendelea kwenye shughuli zingine kule. Tena umenikumbusha la muhimu. Moja ya vitu ambavyo nakumbuka mara nyingi, ama kwenye message au ananipigia simu tunazungumza, ilikuwa ni umuhimu wa kuzingatia kwanza lugha. Yaani kwamba unazingatia lugha ambayo unatumia. Kwa mfano kuna namna hakuwa anapenda unachanganya, wewe mtangazaji alafu unachanganya lugha. Kwamba kama unatumia Kiswahili, tumia Kiswahili tena fasaha. Lakini jambo lingine ilikuwa ni weledi. Weledi kwamba ni vizuri mwanahabari, kwa mfano kama ni mtangazaji, ni vizuri unafanya utafiti, kwa sababu anasema unaweza ukajifungia studio ukaona mko wachache kwa sababu studio ndogo, lakini kumbe unaozungumza nao huku nje ni wengi mno. Kwa hiyo kama hujafanya utafiti unaweza kadhani mle ndani wewe labda unajua sana, lakini kumbe huku nje kuna watu wengine wanafahamu sana. Kwa hiyo ukisha kaa kwenye microphone, anasema una wajibu wa kuhakikisha kile unachokipeleka kule nje kimefanywa utafiti, na kwamba kitakuwa na manufaa hayo kwa sababu kimefanywa utafiti na sio hisia tu.